Mimi nitaitumia fursa hii katika kuwakumbusha ndugu zangu juu ya neno la Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. haya ni maneno ya Allah subhanahu yaliyomo katika suratul Nahl. Ni maneno makubwa. Nimechagua maneno haya miongoni mwa maneno mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya hili ambalo liko mbele yetu. Nitaifafanua aya hii kidogo tu baada ya kuyatoa maelezo haya yafuatayo. Sote tufahamu kwamba ikifika Oktoba 29 baadhi ya Watanzania waliojiandikisha watatoka kwa ajili ya kwenda kupiga kura za kumchagua rais na wabunge au na wawakilishi pia. Hili ni jambo tumeletewa kutoka magharibi, likalazimishwa likapenyezwa kwamba lazima kuwe na utaratibu huu. Utekelezwaji wake katika nchi zetu hasa hizi za Afrika, jambo hili limekuwa gumu sana na limeleta madhara mengi sana. Na moja katika madhara yaliyojitokeza katika nchi zetu hizi za Afrika ni uvunjifu wa amani kwa sababu ya jambo hili. Mimi sitalizungumzia jambo la demokrasia wala jambo la kupiga kura. Tazungumza hiki kipengele cha uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Ndani ya kipindi hiki cha vuguvugu la siasa kuna viashiria vingi vinavyojitokeza vya uvunjifu wa amani, na kuna watu wanaonekana wamechoshwa na amani na utulivu uliopo kwa sababu mbalimbali wanazozijua wao. Nitazitaja baadhi ya sababu hizo katika hutuba yetu ya leo. Kwa hiyo wao wanaona kwamba kile walichokisimamia ndiyo sahihi hata